Williams, mchezo umemalizika na Simba Sport Club imefanikiwa kupigwa bao moja kwa nunge. Kwa mara nyingine tena Young Africans anafanikiwa na anaondoka na ngao ya jamii. Kwanza mlikuwa bora sehemu gani, lakini pia madhaifu ya klabu ya Simba kwa siku ya leo palikuwa wapi? Udhaifu ndio ulikuwa mwingi, hatukuwa bora, ndio maana tumeenda kupoteza mchezo siku ya leo. Kama tungekuwa bora pengine tungeweza kushinda, kwa sababu kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20 mpira ulikuwa ni kwa upande wetu. Tumeenda kwenda kushambulia, lakini washambuliaji pia na viungo walienda kukosa umakini, hawakuweza kwenda kuvuna alama. Yanga wamekuja kujaribu kushambulia mara mbili tu. Wameshambulia mara ya kwanza ambao tulizuia, mara ya pili wakaweza kwenda kufunga goli. Moja kwa moja unaona kwenye mechi ya leo hatukuwa bora kabisa. Ndio maana mechi tumeenda kuipoteza siku ya leo. Ukiangalia pia kwenye eneo zima la ushambuliaji, Dumbia kwa namna position aliyokuwa anakaa inaonyesha moja kwa moja kama alikuwa anatukaba. Japokuwa viungo hatuwezi kumlaumu moja kwa moja Dumbia, viungo pia na wao kwa ujumla walikuwa watengenezi nafasi ambazo zingeenda kumfikia Dumbia, pengine angekosa magoli mengi, tungeweza kumbebeshea zigo kubwa la lawama. Lakini ukiona moja kwa moja kwa matokeo haya on team kwa ujumla, wote wamekosa uwajibikaji kiwanjani, kwa sababu mpira una vitu vitatu: quality, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, game plan ambayo kocha anahusika zaidi kuangalia mchezaji huyu anatakiwa acheze hapa, timu imeelemewa sehemu gani, huyu aje arudi acheze hapa. Pia kitu kingine, uwajibikaji kiwanjani Simba ndio wamekosa. Simba wakiwa hawana mpira wanatembea sana kiwanjani, tofauti na Yanga. Yanga kama ukiwa una mpira wanakuja kukukaba kwa pamoja, wanakuja kukuarasi, ukose utulivu na uweze kupoteza mpira. Ndio kitu ambacho kwenye mechi ya leo Yanga ameweza kutuzidi na kupata matokeo kama haya. Umeona kipindi cha pili namna baada ya kuja kumtoa mshambuliaji, timu hata kwenye eneo la kiungo pia likakosa utulivu, ndio tukapoteana kabisa. Unaona mpaka mechi inaenda kutamatika, hatujaenda tena kufanya jaribio kwenye goli la Yanga zaidi ya lile jaribio la kona tu peke yake. Moja kwa moja unaona timu kwa ujumla siku ya leo tunaweza tukasema hatukuwa bora. Kwa hiyo kuna wakati sio wakati wa kulaumiana tu, unatakiwa pia naye umpongeze mpinzani siku ya leo alikuwa vizuri, ndio maana ameweza kwenda kuwin goli. Unafikiri kuna mchezo wa leo kulikuwa na lazima kuanza na Dumbia na so force na Manaina ambao tumezoea kila siku? Mwalimu alikuwa pia anajaribu, kwa sababu pia Dumbia ni mshambuliaji ambaye tumemleta aje aitumikie Simba Sport Club. Kwa hiyo kuna wakati kwenye mechi kama hizi pengine kocha aliamua kumwamini, pengine angeweza kumpa kitu chochote, lakini haikuwa hivyo. Kipindi cha pili pia akajaribu bila kwenda na namba 9, lakini unaona pia haikuweza kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye siku ya leo lazima pia tumpongeze mpinzani wetu kwamba alikuwa bora kwenye eneo lake, ndio maana ameweza kwenda kuwin. Isiwe tu kila muda kulalamikia kwa namna moja ama nyingine, na pia lawama hizi ni timu kwa ujumla. Hatuwezi tukamtwisha zigo la lawama mtu mmoja, kwa sababu kama nilivyokuambia Dumbia, japokuwa Dumbia ukiangalia anasifika tu kwa mikimbio, lakini hana hatari yoyote. Wachezaji kama Dumbia viongozi natakiwa, kwa sababu dirisha alijafungwa, natakiwa watuetee mchezaji pale, kwa sababu tuna ligi ambayo ni marathon na inahitaji safari ndefu zaidi. Kumtegemea Dumbia peke yake akupe kitu inakuwa ni ngumu zaidi. Pia kuna wakati viongozi pengine wanachoka, tuwasaidie hata kwenye namna ya usajili. Wamemleta Mgunda, lakini ukiangalia kwa numbers Mgunda amemaliza na goli 3 msimu ule, tofauti hata na Paul Peter huyu wa JKT Tanzania ambaye amemaliza kwa magoli 9. Kwa moja unaona Paul Peter bado ni mshambuliaji mzuri na ni mshambuliaji ambaye ana hatari. Kama tukimwamini tunaweza tukaenda naye mbali kuliko kutuletea huyu Mgunda. Kwenye safu nzima ya ushambuliaji ya Simba bado inahitaji mtu. Hatuwezi kwenda kuvuka na huyu Dumbia kwenda kwenye safari ya ubingwa, tutakuwa tunadanganyana. Kipindi cha kwanza mlicheza dakika 27, mlicheza vizuri sana mkashindwa kuscore. Kipindi cha pili mmekuja mmepooza sana. Pengine mapungufu yalikuwa wapi kwenye klabu ya Simba kuanzia kipindi cha pili mpaka mpira wenyewe unamalizika? Unajua tumecheza sana, tumetumia nguvu kubwa sana kwenda kupush mashambulizi kwa dakika 20, lakini viungo walikosa ubunifu kwenda kuifungua ngome, kwa sababu unaona mipira yote ambayo tumecheza sisi kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 27 alikuwa yamfikii golikipa, inaishia kwa mabeki, inaishia huku. Sasa kutokana na viungo walitumia nguvu kubwa sana, kuna muda naona mili ikapokea uchovu, ndio maana unaona kipindi cha pili kikawa ni kipindi cha Yanga moja kwa moja. Wamekuja wameshambulia mara ya kwanza, wakaja mara ya pili likaja kuwa goli. Kwa hiyo unaona moja kwa moja Simba Sport Club bado inaonesha inaacha nafasi nyingi sana ambazo mpinzani
mpinzani anaweza kupita kwa ukaribu, kwa sababu kama walishambulia mara ya kwanza tukaweza kublock ile nafasi, wakaja wakashambulia mara ya pili wakaenda wakapata goli. Kwa hiyo inaonyesha moja kwa moja Simba bado wanaacha magepu makubwa sana kwenye eneo lao zima la ulinzi. Ndio maana unaona wameruhusu, pengine uhodari wa golikipa, pengine uhodari wa mabeki wetu, tungeweza kufungwa hata magoli mawili, lakini unaona bado walikuwa na score. Kwa hiyo timu kwa ujumla, kocha anatakiwa arudi kwenye uwanja wa mazoezi ayafanyie hayo mapungufu. Pia timu haitengenezi nafasi, kwa sababu tunaweza tukamlaumu Dumbia, kuna nafasi tu moja pengine mbili, lakini hawajatengeneza nafasi nyingi ambazo striker ziweze kumfikia na striker aweze kufanya maajabu makubwa. Kwa hiyo timu haitengenezi nafasi, pia timu eneo la kiungo lilikatika sana. Kipindi cha pili hatakuwa na utulivu. Kocha wa Young Africans amefanikiwa mbele ya kocha ambaye ameizoea ligi ya Tanzania na kuzoea kikosi cha Simba Sport Club. Kocha wa Yanga amekaa na kikosi cha Young Africans kwa muda mfupi sana. Pengine madhaifu ya Steve Barker yalionekana wapi, lakini pia kuwini kwa Mangoba Mneti ni wapi? Mangoba Mneti siku ya leo, eneo ambalo amefanikiwa, kwanza umeangalia hata namna ya kikosi, unaweza kusema hichi kikosi kama amepangiwa vile, hakukipanga yeye, kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga wachezaji wageni walikuwa ni wachezaji watatu tu. Alikuwa yule Zakwane, alikuwa Kangwanda, alikuwa na Peter Sharulile kwenye kikosi cha kwanza. Nadhani wachezaji wengine wote walikuwa kama wachezaji ambao ni wenyeji. Kwa hiyo kikosi kikiwa hivyo kinakuwa kama kimebalance vile, unaonekana uoni utofauti, unaonekana wachezaji wote ni wachezaji kama wenyeji, kwa maana kwamba uone lile pengo la huyu ni mchezaji mgeni. Kilichosaidia Kangwanda kucheza na kufunga ni kwa sababu anacheza kwenye position nzuri, na pia ni mchezaji ambaye katika wachezaji ambao Yanga moja kwa moja ameenda kuingia kwenye mfumo wa kocha ni huyo wa kwanza, kwa sababu ameenda amefunga goli zuri sana na pia ni mchezaji mzuri sana. Ukiangalia kwenye kikosi cha Simba pia vivyo hivyo, nadhani tu walikosa tu uwajibikaji kiwanjani, ndio maana wameweza kwenda kuhukumiwa, lakini mbinu za kocha zilikuwa vizuri sana, pia mbinu za kocha Yanga zilikuwa vizuri sana. Wametumia tu makosa, kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa ni wa cross. Mabeki walikosa pale, walikosa kumaki vizuri Kangwanda, ndio Kangwanda akaenda kupiga eda ya mtelezo, ikawa eda safi, na hatimaye Yanga Africans wametetea ngao. Nikushukuru sana. Asante sana.